Bwana, nikukaribishe katika ulimwengu wa comedy ama the comic world, sehemu ambayo tunaangazia maisha ya wachekeshaji na mfumo mzima wa maisha ya uchekeshaji ni kwa namna gani, ama historia zao ya wapi wametokea mpaka hivi sasa tunakuja kuwatambua. Tunatambua tuna wachekeshaji wengi kweli kweli hivi sasa ulimwenguni na hata nchini Tanzania. Sekta ya uchekeshaji imechukua nafasi kubwa na vijana wengi wamejikita katika kutengeneza maudhui ya kuchekesha aidha mitandaoni ama zile stand up comedy ambazo zimekuwa zikifanyika sana hivi sasa nchini Tanzania. Tunatambua kuna majukwaa mengi ambayo yanatumika kuweza kuwasilisha vipaji hivi au kuonesha talanta zao za namna ambavyo watu wanaweza kuchekesha. Na moja ya historia kubwa ambayo tutaenda kuiangalia siku ya leo ni mchekeshaji ama mshindi wa tuzo ya Best Stand Up Comedian of the Year nchini Tanzania, na huyu si mwingine, kwa jina anaitwa Eliud Samuel Mwakasege, wengine wanamuita sukari yao ama sukari ya walembo. Sukari hapa. Kijana kiasili amezaliwa jijini Mbeya, ndio sehemu ambayo imemkuza, ama amezaliwa na kupata hata kipaimara huko huko 2006. Kila ifikapo tarehe 25 Julai imekuwa ni tarehe ambayo anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Maisha yanabadilika kweli kweli. Ukijana mwenye anasema hakutambua kama ana kipaji cha kuchekesha ama atakuja maisha ya uchekeshaji inaweza kumpa nafasi kubwa kwenye maisha yake, ikawa ni kazi yake ya kudumu na ya kumuingizia kipato kabisa. 2015 MC Eliud au sukari yao ndo alibahatika kumaliza elimu yake ya sekondari, ijapokuwa inadaiwa kuwa kufanya vizuri sana, hivyo hakupata nafasi ya kuweza kuendelea labda elimu ya advance kwenda form 5 na form 6, hivyo wakatakiwa kusafiri kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam kwa dada yake, ndio sema ambayo alikuwa amefikia na kulelewa kwa muda mrefu kweli kweli. Huko akaanza kumfanyia mipango ya chuo ambacho alikuwa amebahatika akaenda kusomea mambo ya IT. Kwa hiyo na ilikuwa ni sehemu ambayo alikutana na star mmoja hapo ambaye sasa hivi ana jina kubwa kweli kweli nchini Tanzania, Elizabeth Michael, wengi wamezoea kumuita jina ya Lulu. Hata akiwa Mbeya, sehemu ambayo imemkuza vipaji vyake au imelea kipaji chake, inaitwa Mzove. Ni sehemu ambayo hata Rayvanny, msanii mkubwa sana nchini Tanzania, na kipaji chake kilikuwa kimelelewa sehemu hiyo. Kwa hiyo amekulia katika mazingira ya sanaa, japokuwa hakutambua kama sanaa inaweza kuwa sehemu kubwa kwenye maisha yake. Inaelezwa kuwa wakati wa ukuaji wake Eliud alikuwa ni mtu ambaye anapenda kamari sana. Alikuwa ni mtu ambaye anapenda kubeti na sio mtu wa ibada hata kidogo. Hivyo ibada au mambo ya ibada hakuyapa nafasi kabisa kwenye maisha yake, bali mfumo mzima wa maisha alikuwa anauendesha vile ambavyo yeye anaona ni sahihi. Hata kanisani alikuwa ni mtu ambaye anakimbia, akimwona mchungaji ni mtu ambaye anampiga chenga kwa sababu anatamani kuishi maisha yale ambayo yeye mwenyewe anaamini ni mazuri kwake. Japokuwa alikuwa amepata kipaimara hivyo akiwa mdogo. Lakini kama unavyojua maisha ya vijana yanabadilika kila itwapo leo. Mpaka kufikia 2017 maisha yakaanza kubadilika. Akaweza kujitambua kwamba yuko na talanta ya kuongea mbele za watu na watu wakawa wanapenda. Hivyo akaanza kuwa MC na kuajiriwa kwenye moja ya kampuni ambayo ni kubwa kidogo nchini Tanzania. Akaanza kufanya kazi taratibu na maisha yakaanza kubadilika kuanzia pale. Pia alikuwa anatengeneza video fupi za kuchekesha mitandaoni. Watu wakawa wanavutiwa naye. Maisha yakaenda kubadilika mpaka 2021 Diamond alipowekeza zaidi ya milioni 200 katika moja ya kampuni ambayo ilitakiwa ipite kusambaa mikoani karibia kila mkoa nchini Tanzania na kutafuta vipaji vya uchekeshaji ili kuwapa nafasi vijana wajiajiri na waione comedy kama sehemu kubwa ama sehemu ya ajira ya kudumu ya maisha yao, kama ambavyo yeye amegeuza muziki kuwa sehemu ya maisha yake mpaka hivi sasa. Na wakifika mjini Mbeya, Eliud alikuwa ni mtu mmoja hapa ambaye alishiriki katika ile mashindano. Alishiriki vizuri, akaperform vizuri na watu wengi kweli kweli walikuwa wamependa. Lakini wakati hatua ya mwisho imefika, watu ambao walikuwa wanatakiwa kusafiri walikuwa ni 4. Walikuwa ni 3, japokuwa namba ya watu ambao ilikuwa imebakia pale ilikuwa ni 4. Kwa hiyo mmoja alitakiwa abakie pale, yani atake abakie, asitake lazima abakie. Wakachaguliwa wawili, MC Eliud na binti mmoja hivi. Wakaambiwa wajadiliane, waongee ni nani ambaye wanahisi anastahili kusafiri na nani ambaye hastahili kusafiri. Katika tukio la kustajabisha watu wengi kweli kweli, Eliud alimpisha yule binti aweze kusafiri. Huyu ni mwanamke, alafu cheka tu pia ukiangalia baada ya yule dada kutokuwepo pamekuwa na uhaba. Kwa hiyo ninaamini anaweza kaenda kuisimamisha Mbeya. Tukio ambalo liliwagusa watu sana.
Hivyo hata majaji ambao walikuwa Baba Levo wakachagua kumpa nafasi yule kijana, wakamwambia basi kama ni hivyo, huyu binti ataenda na wewe pia utaenda, kwa sababu umeonyesha upendo. Kwa mtu ambaye anaonyesha upendo siku zote, na wewe pia atapewa nafasi kwenye maisha yake. Hivyo safari yake ikaanza kubadilika kuanzia hapo. Alipofika Dar es Salaam kweli hakufanya ajizi bana. Jamaa alionyesha kipaji chake vizuri na mpaka katinga fainali za yale mashindano. Maisha yakaenda kubadilika, japokuwa hakufanikiwa kuchukua tuzo ile, kufanikiwa kuchukuliwa na Leonardo, kijana ambaye pia anafanya vizuri katika ukanda huo wa uchekeshaji wima. Alifanikiwa kuwa ni mtu wa pili katika ile mashindano, hivyo akajizolea kitita cha milioni 5 na kiwanja pia akafanikiwa kupata. Maisha yakaanza kubadilika, na hata mwaka huu alipofanikiwa kuchukua tuzo ya mchekeshaji bora, utaona nafasi ya na mfumo wa maisha, namna ambavyo unaweza kuchukua nafasi kubwa kwa binadamu mpaka kuweza kuifikia level ile ambayo kubwa. MC Eliud amezoeleka kwa mifumo yake almost kama miwili ya uchekeshaji. Uchekeshaji wa kwanza ni kulinganisha mfumo wa maisha ya mjini na kijijini kwao Mbeya, kitu ambacho kinawajenga watu wengi, huko muda mwingi akitumia marafiki zake, baba yake ama mama yake, kuelezea historia mbalimbali na kufananisha maisha ya mjini ambavyo yapo. Jamani, nilipanda ndege, nilikuwa naenda Mbeya. Nyie aliyegundua ndege tuwe tunamuombea. Kitu ambacho kinachukua nafasi kubwa kwenye maisha ya binadamu. Sio hapo tu, mfumo mwingine ambao siku zote amekuwa akiutumia ni kuingiza sauti kwenye video mbalimbali ambazo anaamini ni za kuvutia kwa watu. Kwa hiyo anaingiza, alafu anajaribu kutoa story ya kile kitu. Basi jikaze mwanangu Melissa, ni uchungu dada Lema. Basi sasa mwanangu utafanyeje, ndo imetokea zilikuwa 1112. Haya mwanangu, sogea basi kwenye kimvuli hapa, makeup inachuja dada Lema. Nimejeruhiwa mimi mwe jamani. Kama baadhi ya video ambazo utapaswa kuziona, au ukiingia katika page yake utapata nafasi kubwa ya kuweza kuziona. Naamini siku ya leo imekuwa siku bora sana ya kuweza kuyatambua maisha ya Eliud, kuanzia wapi anaanzia mpaka hapa mwisho wa tamati ya The Comic World. Mpaka pale wakati mwingine napenda kumalizia, nitakuacha na moja ya klipu ya MC Eliud akiwachekesha watu na kuwavunja mbavu. Mpaka pale wakati mwingine, ulikuwa nami Jefferson Mateka na nyuma ya kamera ni Show Me The Way. Asante. Sukari hapa. Haya jamani, matokeo yametoka jana, ni juzi ya form 4. Kwa hiyo sisi wengine hii kila mwaka inapofika miezi kama hii ndio tunakumbuka tulipoanguka. Haya sasa mimi nakumbuka hii ni siku ya 3. Kama leo ndo nilikuwa narudi Mbeya sasa kwa uchungu, kuonesha kwamba lazima wamenikosesha, naenda kumprove mzee wrong. Tena mimi matokeo kibaya alienda kuangalia baba mwenyewe. Kwa hiyo mimi niko daa kule kwa shemeji Temeke, alinipigia tu simu, mwanangu umeanguka. Ila anguko. Kwa hiyo wadogo zangu ni wasitu, kama umefeli achana na hiyo sababu ya kusema ili baki moja tu niwe nimepata siri ya mwisho. Umeshafeli. Hiyo ni 4, kachukue form chuo cha ufundi Moloviani au Besania pale njia panda Aitende, jikite kwenye mambo ya upishi na ufundi. Fanya elimu ambayo itakusaidia. Acha kusumbua wazazi. Mbalepo najua pameshajaa, kuna watu mnahisi mmekoseshwa. Hapana, hamjakoseshwa, ni mumeanguka. Wahalifu wakubwa nyewe.